Mathayo 28 mstari wake ni wa 18. Mathayo 28 mstari wake ni wa 18 kuendelea. Nasema, sawa. Yesu akaja kwao. Twende. Akasema nao. Twende. Akawaambia, namna gani? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo Yesu akaja kwa wanafunzi wake akawaambia amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo Yesu ndiyo mwenye mamlaka duniani hapa na mbinguni. Twende. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hivyo Yesu alituma wanafunzi wake, ama tumetumwa na Yesu kufanya nini? Mataifa kuwa nani? Wanafunzi wa Yesu. Maana ukiamini ujumbe unakuwa mmoja, ama wanafunzi wa Yesu, ama mtumwa wa Kristo. Twende. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo lazima pia ubatizwe katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Safi. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Okay. Kwa hivyo kando na hayo ni lazima tufunze watu kile ama yale Yesu aliyeweza kufunza. Maana kama sio kile Yesu alifunza, hicho ni haramu, maana umetoka nje ya maandiko ama nje ya doctrine. Twende. Na tazama, safi, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu yuko pamoja na sisi, maana amesema tuenende ulimwenguni tukuwafunza nini? Mataifa kuwa wanafunzi wake. Safi. Imeisha? Imeisha. Sasa nenda Marko 16:15. Marko 16:15. Inasema, alafu tafika 17. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Huu ni utangulizi tu. Sasa Yesu akasema enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hivyo Yesu alituma wanafunzi, ama ametuma watumwa wake ama watumishi wake kuhubiri injili, sio kucheza, sio kudance. Sawa? Sio kurukaruka, ni kuhubiri injili. Nendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Twende. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo ukiamini injili na ubatizwe ndio utaokoka. Si ati tukuje hapa tuanze kukuambia turukaruke, alafu tukaanza kukuambia mwenye anataka kuokoka rudia nyuma yangu, unakuwa dekoda ya pasta. Hapana, ni lazima uhubiriwe, uamini injili, ubatizwe, ndio ufanye nini? Uokoka. Si ati nikuje hapa turukeruke alafu nikwambie yule anataka kuokoka inua mkono rudia nyuma yangu. Hiyo itakuwa wewe ni dekoda yangu ama rekoda yangu. Maandiko hayasemi hivyo. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo wewe ama yule asiyeamini atafanya nini? Atahukumiwa. Maana ni lazima uamini injili ambayo imefunzwa na sisi, ama wale wakupeleka, wale watumishi, wale wakupeleka injili ni lazima wahubiri kile Yesu alifanya nini? Alifunza. Twende. Na ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Kwa hivyo ishara zote zile Yesu alitupa zitafuatana nasi ama na wale waaminio. Twende. Kwa jina langu atatoa pepo. Kifika 17 usimame. Kwa jina la Yesu watatoa nini? Pepo. Watasema kwa lugha mpya. Sawa? 17 hiyo. Sawa, nenda Yohana 12. Yohana 12:35. Ni utangulizi tu. Sasa ndio tuingie kwa kile tunataka kupitisha, maana ni lazima utafute njia ndio uanze kuingia, maana huwezi ingia tu. Inasema, seme, basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo, maana nuru ni Yesu mwenyewe. Sasa
Yesu angali nasi muda kidogo, maana huu ujumbe unaosikia ni muda kidogo. Sijui kama mnaelewa, kuna kitu inaitwa New World Order, yaani sheria mpya ya dunia, na Sunday law ama climate change. Ikiwa kama unaweza elewa hizi vitu, ndio utajua haya maandiko yanamaanisha nini. Muda nuru ingaliko muda kidogo. Twende. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo. Safi. Giza lisije likawaweza. Maana giza lisije likawaweza. Maana giza sio giza la usiku, ni giza la neno. Maana kama unafahamu, kama unajua historia kidogo, wakati wa upapa ama kunaitwa Dark Ages, ni wakati wa giza, sio giza la usiku ama giza la kuwa kutoka mchana kwenda usiku, giza la neno. Maana Biblia zilikuwa zimechoma moto. Sasa ni hiyo giza, na ndio bado inakuja kujirudia wakati kutawekwa Sunday law ama sheria ya Jumapili hapa New World Order. Nipe hii, uweke hizi. Weka hizi, nilikuwa nimefungua. Sasa hizo nimekupea. Sasa wakati hiyo sheria inataka kupitishwa, ndio maana giza linataka tena kuja kukumba dunia, na ni giza la neno. Maana hizi Biblia unaziona hizi ni muda mfupi tena zikuje zichukuliwe. Sasa watu wa Mungu tena wanataka kupitia kipindi kigumu tena, kama wakati ule uliokuwa mwanzo, wakati wa 538 AD. Ndio tena kunataka kurudi. Soma. Maana aendaye gizani hajui aendako. Maana aendaye gizani hajui anakoenda. Ukifika 35 uachie hapo. Imeisha. Yeah. Sawa. Sasa nenda Efeso 5:8. Efeso 5:8. Efeso 5:8. Safi. Inasema, Iseme, kwa maana zamani nyinyi mlikuwa giza. Sasa zamani nyinyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Safi. Enendeni kama watoto wa nuru. Kwa hivyo wale wanatangaza Kristo waende kama watoto wa nini? Wa nuru. Wa nuru. Sio kuenda kama wale wafahamu neno. Sasa neno ndiyo nuru, maana Yesu mwenyewe ndiyo nuru ya ulimwengu huu. Sasa ukiwa una Yesu una nuru, ukiwa hauna Yesu hauna nuru. Safi. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Safi. Ukifika 8 wachie hapo. Mtu akitaka ataendeleza mwenyewe, amalize hapo, atajua inaeleza nini. Sasa nenda Wakolosai 2:6. Wakolosai 2:6. Wakolosai 2:6 inasema, Seme, basi kama mlivyompokea Yesu Kristo, Yesu Kristo Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Kwa hivyo tunapokea Yesu Kristo na tuende katika yeye. Ukienda pasipo Kristo hauenendi katika mafundisho yake. Ina maana yani ufuate mafundisho ya Kristo, ufuate laini ya Kristo. Kile alichofundisha ndicho unachotaka ama unachopaswa kufuata. Twende. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Kwa hivyo shina ni Yesu, tunajengwa katika Yesu. Mafundisho ya Yesu ndio tunajengwa pale. Twende. Mmefanywa imara kwa imani. Kwa hivyo tunafanywa imara kwa imani. Tunaamini Yesu Kristo, ndio tunafanya nini? Tunajengwa imara. Maana imani tunafaa kuamini kitu kimoja. Dunia mzima inafaa kuamini umoja ama kuamini kitu moja katika Kristo. Sio kuamini
ati mtu anasema imani yangu. Imani yako itakupeleka wapi? Hapana, inafaa uamini, yani imani yako na yangu tumwamini nani? Yesu Kristo. Huyo ndio tunafaa tuamini, maana yeye ndio njia ya kutupeleka kwa Baba yake mbinguni. Safi? Kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani. Safi. Sasa hebu nienda Petro wa pili 3. Petro wa pili 3. Petro wa pili 3. Maana unajua wakati unaambia watu mwisho umekaribia, watu wanaulizana kutoka mtu waanze kuhubiri Yesu anarudi ama mwisho unafika. Kwani huo mwisho huo haufiki? Kwani mwisho haufiki? Mwisho unafika. Ni wewe umekataa kubadilika, ama ni wewe umekataa kujua ukweli. Ndio maana Yesu baada anangojea kwanza, lakini muda ukifika ama muda wake ukiisha, hata jali na wewe tena. Soma mstari wa tuanze, anzia moja tu. Petro wa pili 3 kuanzia 1. Twende. Wapenzi, safi, waraka huu ndio wa pili ni waandikiao nyinyi. Twende. Katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha. Kwa hivyo Petro anaamsha nia zetu kwa kutukumbusha. Anatukumbusha nini? Mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu. Safi. Na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyotolewa na mitume wenu. Twende. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki. Walikuwa washaonekana kitambo. Maana watakuja watu, yani siku hizi za mwisho watakuja watu wenye dhihaka na dhihaka zao wakisema nini? Wafuatao tamaa zao wenyewe. Sawa, kumbe ni watu wa kufuata tamaa zao wenyewe. Na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Sasa sio wewe ndio wa kwanza, maana ulikuwa ushaonekana na ukawekewa jibu lako hapo. Iko wapi ile ahadi ya kuja kwake? Sasa iko wapi ile ahadi ya kuja kwake? Ni nani huyo? Si ni Yesu ndiye anafaa kurudi? Ndio. Sawa. Kwa maana tangu hapo babu zetu walipolala. Unasikiza andiko? Ati tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Vitu vyote vinakaa tu hivyo hivyo, hata mbingu inakaa hivyo hivyo. Hata wakati wa Lutu kulikuwa wa Nuhu kulikuwa hivyo. Nuhu alihubiria watu, alipewa miaka 120 kuambia watu aje. Bwana anasema mbadilike, maana nchi ilikuwa imejaa udhalimu, mauaji, wizi, ulawiti, ushoga, wanaume kuoa wanaume, wanawake kuoa wanawake, hivyo hivyo tu. Mungu akakasirika, maana inasema wakati wana wa Mungu walioa wana wa wanadamu, maasi akajaa. Yaani ina maana hivi, si ati watu malaika ama walitoka huko mbinguni, ni watoto wa Seth na watoto wa nani? Wa Kain. Maana Mungu hakutaka watoto wa Seth waoe watoto wa Kain. Sasa watoto wa Kain wanakaa aje? Ni wale wanavaa tunguo huku, tumbo inaonekana, mgongo wazi, wamekaza, mnaelewa? Sasa wana wa Mungu wakati waliona hao wakaona wanapendeza, maana Biblia inasema mwanamke lazima ajistiri uchi wake, yani astiri mwili wake. Ni mume wako tu ndiye anapaswa kuona mwili wako. Sasa wana wa Mungu ama wana wa Seth walipoona wana wale, wakaona ni wazuri, wanatamanika, wakaoa. Walipozaa nao, dunia ikajaa maasi. Mungu akakasirika, akaambia Nuhu, mwisho wa mwanadamu ni miaka 120, kajenge safina. Akahubiria watu miaka 120. Unajua ni kitu gani kilichofanya watu wakakataa kuamini? Maana mvua haikuwa inanyesha kutoka huko juu. Kama hujajua jua leo, hicho ndio kilifanya wakatee. Wakamwambia, wewe mzee una wazimu, tangu lini? Si tutapanda juu ya nyumba, tutapanda juu ya mti. Mvua haikuwa inanyesha kutoka huko juu, ilikuwa inakuja kutoka chini, alafu inaisha hivyo. Sasa wakati miaka 120 iliisha, hao ndio hawakujua dunia inaisha na maji, lakini Nuhu alijua mpaka na muda. Soma. Nasema maana
hufumba macho yao wasione neno hili ya kuwa zilikuwepo mbingu tangu zamani. Kumbe ni Mungu anafumba, yaani anakufunika macho usiweze kuona. Yule uamini ndio unafunikwa macho usiweze kuona. Twende. Na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji safi na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni Yesu. Twende. Kwa hayo dunia ile ya wakati ule iligharikishwa na maji ikaagamia. Safi. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto. Hii imewekwa akiba kwa moto. Hii ni moto ndio utachoma, sio maji tena. Hii ni moto utachoma. Twende. Kwa neno lilo hilo zikilindwa hata siku ya hukumu. Kwa hivyo hizi zimelindwa, hizi mbingu ama hii dunia ya sasa imelindwa kwa siku ya hukumu, maana itachomwa. Safi. Na ya kuagamia kwa wanadamu wasiomcha Mungu. Sasa mtu asikudanganye ati Yesu atakaporudi ati kuna mwingine atanyakuliwa na mwingine abaki hapa. Ni watakatifu ndio watanyakuliwa. Wale wamelala mauti watakatifu watafufuliwa. Wale watu watakaosalia wenye dhambi na wale waliokufa wenye dhambi, wote wenye dhambi, mali utakuwa hapo ndio utakufia. Miaka 1000, hakuna wa kukusanya, hakuna wa kukulilia, hakuna wa kukuzika. Sasa usipotee kwenda mahali ati kwa dhehebu kwa vile ati utazikwa, ati unatetea kuzikwa. Wacha nikuambie, Yesu atakapokuja hakuna wa kukuzika, hakuna wa kukulilia, hakuna wa kukusanya. Miaka 1000 mpaka ishe. Twende. Lakini wapenzi, safi, msilisahau neno hili. Twende. Kwamba kwa Bwana atafika hapo kwa sababu ya saa. Nenda Timotheo wa 2:4 anzia 1 hadi 5. Timotheo wa 2:4 anzia 1 hadi 2. Kuagiza inasema hivi. Safi. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu. Sema. Atakaye wahukumu walio hai na waliokufa. Kwa hivyo Yesu atahukumu walio hai na waliokufa kwa kufufuliwa kwake na kwa ufalme wake. Safi. Kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Safi. Lihubiri neno uwe tayari. Kwa hivyo tuhubiri neno tuwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Kwa hivyo neno linafaa lihubiriwe wakati unaofaa, yani wakati unaotufaa na wakati usiotufaa. Safi. Karibia, kemea. Sasa nikaribia, kemea, yani ni kukemea maovu. Safi. Twende. Na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Sasa ni kukemea maovu na kuonya, si ndio? Sasa mabaya ama maovu ni lazima yakemewe na lazima yaonywe. Sasa ili mwenye kufanya nini? Mwenye kutenda aweze kuacha, na asipoacha hiyo ni shida yake. Maana usipomwambia huyo mtu akafa kwa hayo makosa, ni wewe uliopewa ujumbe ama ni wewe uliopewa kuonywa. Usipomuonya, wewe ndiye utakayeitishwa damu ya mtu yule. Hebu soma. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Kwa hivyo wanadamu, utakuja wakati, na huo wakati ni sasa upo, ambao wanadamu watakataa nini? Mafundisho. Watakataa mafundisho ya nini? Yenye uzima. Yenye uzima. Wanadamu watakataa mafundisho yenye uzima. Wanapenda mafundisho ya uongo. Receive. Utapata ndege, utanunua pikipiki, utanunua gari, utaenda China, baba. Ukiulizwa, kwani unafikiria wote tutanunua magari tutaendeshea wapi? Ukimpokea Yesu, wacha nikuambie, si ati nitakuhubiria hapa nikuambia karibu kwa Yesu utapata magari, utapata ndege, sijui utaenda. Huo ni uongo. Maana Yesu anasema wale wanakuja kwake, unakuja mpaka na kuteseka. Sasa mimi siwezi nikakudanganya hiyo. Kama ni hayo utangoja wale wa uongo danganya hapo. Endelea. Ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe
watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Kwa hivyo watajipatia walimu makundi makundi. Mulika. Kwa hivyo watajipatia walimu makundi makundi. Sasa watu wanataka, yani wamejikusanyia wenyewe walimu makundi makundi, wanataka wafundishwe ama wahubiriwe kile wanataka kusikia wao, sio kile kimeandikwa kwenye Biblia ama kile ama yale Mungu anataka. Wanataka yale wanadamu wanataka kusikia. Hebu soma andiko. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Sasa wanadamu wamekataa kusikiza Biblia, wanataka hadithi za uongo. Utapokea makonteina kutoka China na mwenyewe hauna baisikeli, utaenda sijui wapi, utaenda utafanya nini? Hivyo ndio watu wanataka kusikia. Utajenga ghorofa, hivyo ndio watu wanataka kusikia. Dunia inaisha. Sasa hawataki kusikia mafundisho ya ukweli. Soma. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Safi. Vumilia mabaya. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Timiliza huduma yako. Safi. Kwa maana mimi sasa na miminwa na wakati. Nafika 5. Kifika 5 achia hapo. Sasa tunataka tushift gear na mtakuwa mnaniambia saa. Sasa nenda Mathayo 24. Nenda Mathayo 24:14 mpaka 15. Mathayo 24:14 inasema, safi. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote. Sasa msikilizaji wangu, hebu sikiliza andiko vizuri. Ni Mathayo 24. Kalenda ya kurudi kwa Yesu ni Mathayo 24. Soma yote umalize. Kama wewe ni mwenye kuelewa, utaelewa mahali dunia iko mpaka mahali inaelekea. Na uombe Mungu akupe roho wake ili uweze kuelewa maandiko. Maana kama hutaelewa maandiko, utaenda usome Mathayo 13 hadi 16. Jibu yako iko hapo. Endelea na hiyo andiko. Naendelea kusema, seme kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hivyo habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote, ili kuwa tu ni ushuhuda kwa ulimwengu wote. Yaani tulisikia. Safi. Maana huwezi hukumiwa kama hujui, ni lazima usikie, maana hii Biblia ndiyo itakuhukumu. Maana hiyo ndio katiba ya Mungu. Maana ukavunja sheria ya nchi, unahukumiwa na katiba ya nchi. Sasa hii Biblia ndio katiba ya Mungu ama ndio sheria ya Mungu, na ndio Mungu anakalia hii ndio anakalia na ndio itahukumu watu. Sasa mchungaji wako asikudanganye, maana maandiko yanasema ni wachungaji ndio wanapoteza watu, sio walevi, sio makahaba, sio wezi. Ni wachungaji ndio wanapoteza watu. Maana kwani wale waliua watu huko Mombasa, kwani alikuwa mlevi? Kwani alikuwa kahaba? Si alikuwa pasta? Na sasa watu kwa sababu wamekataa kufuata ukweli, Mungu anawazidishia nini? Roho, yani nguvu, waamini uongo wapotee. Hiyo ni kitabu cha Wathesalonike wa 2:3. Soma ukiteremka. Sasa ole wako kama utatimiza unabii kwa njia mbaya. Soma andiko. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo lazima habari njema ihubiriwe ulimwenguni mote. Hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Sasa wachungaji wao wanafika hapo, wataki kuteremka 15. Sasa ukisoma 15 utajua ni nini. Maana Yesu anaongea. Na ukisoma kuanzia 1 inaeleza aje? Walimuuliza mwisho wa dunia utakuwa nini na nini dalili yake. Sasa endelea. Soma 15. 15 inasema, safi. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu. Kwa hivyo Yesu anasema hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu, lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu. Lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama patakatifu.
ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie. Sasa hata afika hapo, maana sasa hapo Yesu amekutuma wapi? Uende kitabu cha Danieli ndio utaweza kuelewa nini amesema hapo. Maana amesema utakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli, asomaye na afahamu. Kwa hivyo unaweza kusoma na usifahamu, maana mpaka Roho Mtakatifu akufunulie. Sasa tuende Danieli, si tumetumwa Danieli? Ndio. Nenda Danieli 2. Inafaa uanze Danieli 1, lakini kwa sababu ya masaa tutaanza Danieli 2. Maana Yesu amesema ule mwisho kitambo ufike, lazima chukizo la uharibifu liwe limesimamishwa. Sasa na ni wapi? Amekutuma kwa Danieli. Sasa tuende Danieli 2, hatutaanzia 1. Enda Danieli 2, anzia 1, fika 3, tutaruka. Inasema Seme hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Sasa Yesu alitutuma katika Danieli. Sasa Danieli naye ni wale vijana ambao walitekwa nyara na Nebukadneza, wakapelekwa Babeli. Babeli ni Iraq, huko Iraq. Sasa walikuwa vijana 4. Sasa Danieli katika soma naendelea kusema Nebukadneza aliota ndoto. Kwa hivyo Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Ni picha hatuna hapa, ni hizo nini hatuna, hatukubeba, lakini wakati mwingine tutaweka hapa. Sasa tutaieleza ikiwa kwa picha ndio watu waweze kuelewa. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Kwa hivyo Nebukadneza wakati aliota ndoto, roho yake ilifadhaika, usingizi wake ukamwacha. Safi. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi. Kwa hivyo Nebukadneza mfalme aliota ndoto, roho yake ilifadhaika, akawaita waganga na wachawi, twende, na wasihiri na Wakaldayo, wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Kwa hivyo wapate kuelezea mfalme ile ndoto aliyoota. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Kwa hivyo hao waganga, wachawi na wasihiri na Wakaldayo wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Kwa hivyo Nebukadneza aliambia wale waganga ameota ndoto lakini imempotea, anataka ajue ile ndoto na tafsiri yake. Hiyo ni Danieli 2, twende. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, safi, mfalme uishi milele, twende, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri zake. Sasa unaona hawa mapasta mnaenda kwa hao ndio hao wachawi na hao waganga. Maana unaenda hapo, si mnawaona kwa TV, anaanza kuambia unaitwa nani, niambie shida yako. Sasa ukishaanza kumwambia ndiye anaanza kukupanga, akikwambia na kutolea unabii, na kumbe ni uongo, si wewe mwenyewe ndio umemwambia. Sasa hawa anasema aje, utuambie ndoto yako ili tuweze kutoa tafsiri. Safi. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Kwa hivyo mfalme Nebukadneza alijua hawa wanataka kunipima akili, akawaambia ndoto yenyewe imenipotea, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri zake, mtakatwakatwa vipande na nyumba zenu zitafanywa njaa. Unaona mtihani hapa? Yaani wewe umeota, alafu uniite mimi, uniambie nimeota ndoto na imenipotea. Uniambie hiyo ndoto na uniambie tafsiri. Usiponiambia nitakukatakata. Sasa ndio unaona hawa mapasta hawa wale wa TV mnaonana tu, mnaona. Wewe ndio unaanza, anakuambia shida yako ni nini? Wewe unaanza mimi sipatangi mtoto sijui nini. Alafu sasa anatumia kukupanga, anakupanga, unapangika. Sasa huyu Nebukadneza alikataa kupangwa, akawaambia msiponiambia nitawakata. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Kwa safi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Safi. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme. Umefika ngapi? 7. Sasa hata nataka turukeruke kwa sababu ya time. Maana
time itaenda kabla. Sasa ukitaka hiyo story yote, soma hiyo Danieli yote 2 umalize. Sasa tunavuka 3, Danieli 3 anzia 1. Inasema Iseme Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Kwa hivyo Nebukadneza wakati aliota hiyo ndoto na akapewa tafsiri na Danieli. Hebu kwanza nenda 27 hiyo Danieli 2:27 kwanza. Alafu ndio tutarudi pale. Danieli 2:27. Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema. Sasa hao Wakaldayo na wachawi na waganga walishindwa kupatia Nebukadneza tafsiri ya ile ndoto. Sasa Danieli ndio waliingia pale akapeana nini? Ndoto mfalme aliyoota na tafsiri yake. Sasa mstari wa 27. Soma. Ile siri aliyoiuliza mfalme, safi, wenye hekima hawawezi kumfufunulia mfalme. Sasa ukisikia kwa Biblia wenye hekima wa dunia ni wanasayansi, wanateolojia, hawawezi kufanya nini? Kufunua siri ya Mungu. Hawawezi, hata wawe na akili gani hawawezi. Safi. Wala wachai wala waganga wala wanajimu. Safi. Lakini huyo Mungu biguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Kwa hivyo hiyo ndoto ya Nebukadneza ni mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Twende. Ndoto yako na jozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Hebu simama hapo kidogo mtumishi. Sasa si Yesu alituambia katika Mathayo, mtakapoliona yani chukizo la uharibifu. Ndio. Mtakapoliona chukizo la uharibifu lililolenwa na nabii Danieli, asomaye na afahamu. Sasa na hapo tunaambiwa aje? Sasa anafahamishwa yale mambo yatakuweko siku za mwisho. Taweke betri ndio tuendelee kusoma. Haya, endelea. 29 inaendelea kusema, safi. Wewe mfalme, twende. Mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako na mambo yatakayokuwa halafu. Safi. Na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Kwa hivyo Mungu ndiye aliyemfunulia Nebukadneza mambo yatakayokuwa kutokea wewe hadi mwisho wa dunia, kurudi kwa Yesu. Twende. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai. Danieli ndiye aliyekuwa na hekima ya Mungu, lakini wale wasihiri na waganga na wachawi na Wakaldayo walikuwa na hekima ya dunia. Sasa wao hawakufunuliwa, lakini Mungu pia hakumuotesha nani? Danieli ile ndoto. Alimuotesha Nebukadneza, maana yake tutajua hapo mbele. Twende. Bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri. Safi. Nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Safi. Yaani apate kujua nini? Mawazo ya moyo wake. Sasa unajua, soma. Wewe mfalme uliona. Safi. Natazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako. Kwa hivyo Nebukadneza aliota sanamu kubwa sana imesimama mbele yake, na mwangaza wake ulikuwa unafika wapi? Mbinguni. Twende. Na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Safi. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kwa hivyo kichwa cha ile sanamu ambayo Nebukadneza aliota kulikuwa ni dhahabu safi. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Kifua chake na mikono yake ni ya fedha. Tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba. Kwa hivyo tumbo lake na viuno
ni ya shaba, miguu yake ni ya chuma. Sasa miguu ya hiyo sanamu ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Na nyayo za miguu yake ni nusu chuma nusu udongo. Na ndio unaona tunakuwa na picha ya sanamu hivi, tuna maana hiyo ni ufunuo. Kwa hivyo hiyo ndoto Danieli Nebukadneza aliyoota amefanya nini? Akapewa tafsiri pale. Sasa soma. Nawe ukitazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono. Kwa hivyo Nebukadneza akaona jiwe limechongwa bila mikono ya mwanadamu. Nalo jiwe hilo likapiga sanamu. Kwa hivyo ile jiwe likapiga hiyo sanamu ambayo Nebukadneza aliyoota, likaipiga miguu. Twende. Iliyokuwa ya chuma na udongo. Safi. Likaivunja vipande vipande. Twende. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwaja vya kupepeta wakati wa hali. Sawa, atafika hapo, teremka kidogo mahali sasa anapewa yeye ndio kichwa. Hiyo sanamu hiyo gold yeye ndio kichwa. 31 mstari wa 31. 31 inaendelea kusema, safi. Ewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hili ilikuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana. Teremka chini kiasi hapo iko umesoma. Mahali sasa Danieli Nebukadneza yeye ndio kichwa kile cha dhahabu. Maana hiyo sanamu ndio nini? Ndio wafalme wote watakao ama waliotawala dunia. Sasa tuko wa mwisho. Soma. 38 inasema, soma. Na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Rudi juu kidogo. Juu inasema 37. Wewe mfalme. Sawa. Mfalme wa wafalme. Safi. Na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme. Safi. Na uwezo na nguvu na utukufu. Twende. Na kila mahali wakaapo wanadamu. Twende. Wanyama wa kondeni na ndege wa angani. Safi. Amewatia mikononi mwako. Kwa hivyo Mungu alimmilikisha Nebukadneza kila kitu, wanadamu, nyama, ndege wote aliwamilikisha nani? Nebukadneza. Kwa hivyo ile sanamu kichwa chake cha dhahabu ni nani? Ni Nebukadneza. Ndio. Twende. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Safi. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Sawa. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo. Kwa hivyo hiyo sanamu ilikuwa ni wafalme watakaoitawala hii dunia kutokea wakati wa Nebukadneza mpaka kurudi kwa Yesu. Sasa hiyo kichwa ya gold ni Nebukadneza ama utawala wa Babeli. Alafu baada ya Babeli kutatokea utawala mwingine mdogo. Twende. Kuliko wewe, na ufalme mwingine watatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Sasa kuna ufalme wa kwanza, wa pili, wa tatu. Twende. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Sasa ufalme wa nne ndio utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishida. Sasa vuka, nenda tatu moja. Sasa vuka hapo. Unaweza soma umalize mwenyewe pale kwa sababu ya muda. Sasa nenda tatu. Danieli 3:1. Tutasoma mistari mitatu alafu tuvuke 7. Danieli 7. Tufungie hapo. Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Kwa hivyo baada ya kupewa tafsiri ya ile ndoto, Nebukadneza aliamua kutengeneza hiyo sanamu ya dhahabu. Sasa yeye alitengeneza sanamu ya dhahabu tupu, kumaanisha aliambia Mungu, wewe umekosea.
maana ufalme wangu huwezi isha. Ndio maana akakula nyasi miaka 7. Kwa sababu ya kufanya nini? Kugaidi, yani kufuru, yani kuweka yani alikuwa kama kudharau Mungu. Soma. Ambayo urefu wake ulikuwa wa dhira 60. Safi. Na upana wake dhira 6. Safi. Akaisimamisha katika uwanja wa Dura katika wilaya ya Babeli. Kwa hivyo Nebukadneza wakati alitengeneza ile sanamu ya dhahabu, aliisimamisha katika uwanja wa Dura. Twende. Katika wilaya ya Babeli. Twende. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri. Safi, hawakusanye maamiri, yani serikali yote. Twende. Na manaibu na maliwali. Safi. Na makadi na watunza hazina. Yani unaona, na mawaziri wote, serikali yote mzima inakusanywa ili kufanya nini? Ili wahudhuria wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Kwa hivyo wazindue ile ama kusherekea ile sanamu ambayo Nebukadneza mfalme aliyokuwa ameitengeneza. Ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadhi wakatunza hazina, na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili waizindue ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Safi. Wakasimama mbele ya ile sanamu mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha. Safi. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, safi, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha, mmeamuliwa hivi, twende, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filipi na kinumbi na zeze na senturi na zomari na namna zote za goma, lazima kuaguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadneza. Kwa hivyo ili waabudu sanamu lazima sheria inataka kuwekwa, ama sheria iliwekwa, watu wote walazimishwa kuabudu sanamu. Ndio sasa hili sasa inajirudia, ndio maana ya New World Order na Sunday Law. Maana hiyo inataka kuja ndio ili watu wote warudi kuabudu sanamu tena. Ndio inataka kuwekwa, kurudishwa kile Nebukadneza alichofanya. Safi, hebu umefikia ngapi? 5. Soma 6, tuvuke 7 maana naambiwa dakika zinaelekea kukata. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru la moto uwakao. Kwa hivyo yule mtu asiyeabudu sanamu ile Nebukadneza anaweka afanye nini? Aweze kuuawa ama kutupwa katika tanuru liwakalo moto. Na ndio saa hii inakuja, inarudia, inajirudia. Hatuko mbali kabla kurudi. Kama unasikia kitu ati digital ID, wewe ujiulize ni kitu gani hiyo? Maana ni sheria hiyo inakuja kujirudia tena. Inakuja tena kujirudia. Hebu mmemalizia? Ndio. Sasa nenda 7, Danieli 7:1. Nadhani tutafungia hapo maana tunaambiwa time haiko upande wetu. Inasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa utawala wake Belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake. Safi. Kitandani mwake basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Safi. Danieli akanena akisema, safi, naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Kwa hivyo Danieli aliona katika maono yake wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma. Kwa hivyo Danieli aliona pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Safi. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Kwa hivyo upepo ulivuma, wanyama 4 wakubwa wakatoka nini? Baharini. Twende. Wote wa namna mbalimbali. Kwa hivyo hao wanyama waliotoka baharini wote walikuwa wa namna mbalimbali. Safi. Wa kwanza alikuwa kama simba. Kwa hivyo mnyama wa kwanza aliyetoka baharini alikuwa ni kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Kwa hivyo huyo mnyama aliyetoka baharini mfano wa simba alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Kwa hivyo hayo mabawa yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi. Safi. Akasimamishwa juu ya miguu miwili kama mwanadamu.
Twende. Naye akapewa moyo wa kibinadamu. Safi. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu. Kwa hivyo mnyama mwingine wa pili aliyetoka baharini alikuwa kama dubu. Naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ya bavu iliyokuwepo kinywani mwake. Safi. Katika meno yake wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Safi. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Kwa hivyo kuna mnyama watatu aliyetoka baharini alikuwa kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Kwa hivyo huyo mnyama aliyetoka watatu baharini alikuwa na mabawa na alikuwa mnyama kama chui, kama ya ndege. Alikuwa na mabawa kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Kwa hivyo hiyo sanamu ama hiyo mnyama chui alikuwa na vichwa vinne na mabawa kama ya ndege. Safi. Baada nikaona katika jozi ya usiku, na tazama, mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma. Kwa hivyo kuna mnyama mwingine wa kutisha aliyekuwa na meno ya kutisha, meno ya chuma makubwa sana. Safi. Alikula na kuvuja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Kwa hivyo huyo mnyama wa nne ndiye alikuwa mnyama wa kutisha sana. Sasa swali niwaulize, kuna mnyama ama simba ako na mabawa anaishi baharini, ama kuna chui ako na vichwa vinne na mabawa anaishi baharini? Hakuna. Kuna dubu anayeishi baharini? Hakuna. Biblia ikiongea hayo haiongelei wanyama. Sasa hebu acha tuone maana yake ni nini. Hebu nipe Hosea 12:10. Hosea 12:10. Tuone Biblia imesema hayo maana yake ni nini. Hosea 12:10 inasema tena, safi, nimenena na hao manabii. Kwa hivyo Mungu anasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Kwa hivyo Mungu ameongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kwa hivyo Mungu anasema ametumia mifano kwa utumishi wa manabii. Kwa hivyo hizo wanyama ama hao wanyama waliotoka baharini, hao sio wanyama na sio bahari. Ina maana gani? Nenda Danieli 7:17. Tuone hao wanyama ni kina nani na bahari inasimamia nini. Safi. Danieli 7:17 inaendelea kusema, wanyama hao wakubwa walio wanne. Sasa sikiza, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watatokea duniani. Kumbe wafalme ndio wanaitwa wanyama, maana ile vitu wao wanafanya sawa kulingana na wanyama. Wafalme ama president ndio wanaitwa nini? Wanyama. Kwa hivyo kuna wanyama wanne ambao watatokea, na bahari inamaanisha nini? Dunia ama watu wengi. Kwa hivyo mfalme wa kwanza ama mnyama wa kwanza ni Nebukadneza. Mfalme wa pili ama mnyama wa pili ni Dario. Mfalme wa tatu ama mnyama wa tatu ni Alexander the Great. Mnyama wa nne ambaye ni wa kutisha ni upapa. Huo ndio unatawala dunia na ndio unatisha, na ndio maana Biblia imeongelea pale. Sasa hebu nipe Wathesalonike wa pili 2:3 tufungie hapo, maana nimeambiwa time zimeisha. Nipe Wathesalonike wa pili 2:3. Wathesalonike wa pili 2:3 inasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Kwa hivyo mtu yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuwa kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Sasa sikiza vizuri, hii dunia haiwezi kuisha ama Yesu hawezi kurudi kabla mwana wa uharibifu ama mtu yule mwana wa uharibifu kufanya nini? Kufunuliwa. Lazima ahubiriwe, aweke wazi, aambiwe huyu ndiye amepoteza dunia, ndiye amepoteza watu wa Mungu. Sasa ili wewe kama utamfuata, ufuate hivyo, maana Biblia inasema ni watu wengi sana
ambao watafanya nini? Wataendea waseme tulitoa pepo kwa jina lako, tulikuwa nini? Lakini Yesu anawaita hao ni makristo wa uongo. Wacha nikuambie, namba ile imewekwa kwenye Biblia, kitambo Yesu arudi atapata ni watu 1144. Sio watu wengi vile mnaona hivi. Wengi wako kwa vyao, wamefuata mafundisho ya wanadamu. Maana Biblia inasema mwili mmoja, Bwana mmoja, ubatizo mmoja, imani moja, Mungu mmoja. Sasa kuna watu wanabatiza na karai, wengine wanaruka bendera, wengine wanapitisha kwa moto. Kwa hiyo hao wamekataa kufuata vile Biblia inasema. Maandiko yanasema Mungu mmoja. Watu wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kwani pale Yesu Mungu alisahau akasema usiwe na Mungu mwingine ila mimi? Si angesema usiwe na miungu mingine ila sisi? Hao ni miungu wangapi? Watatu. Haya, watu wamemkataa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Ukiweka na Waislamu anasema sio mwana wa Mungu. Maandiko yanasema yule anamkataa Yesu amemkataa Mungu. Maana wewe sasa kila mtu ako na mafundisho ya uongo. Sasa kama hutafuata mafundisho ya kweli umepotea. Na ndio maana Biblia inasema aje? Watu warudi katika njia ya kweli. Hebu malizia andiko. Inasema yule pigamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu safi ama kuabudiwa. Kuna watu wanaabudiwa ama kuna mtu anaabudiwa. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Sasa kuna mtu anaketi katika hekalu la Mungu anajionyesha kuwa yeye ndio Mungu. Maana kuna mtu anatumia majina ya Mungu, anaketi katika hekalu la Mungu, anataka ama anaabudiwa. Huyo mtu ndiye amepoteza watu, na tuko na vitabu vyao. Wakati huo mwingine tutasoma mpaka tutaonyesha hizo picha hapa, ndio watu muelewe ni nini tunasema ama ni nini maandiko yanasema. Yesu anaposema wakati atakaporudi lazima injili hubiriwe, na tutakapoliona chukizo la uharibifu limesimamishwa patakatifu pake, asomaye na afahamu. Maana chukizo la uharibifu lilisimamishwa mwaka wa 508 AD. Hapo ndio lilisimamishwa. Sasa usipojua ile chukizo la uharibifu ni nini, utaendelea tu kupotea. Maana Mungu anakuwekea njia. Maana njia ni mbili, njia ya uzima na njia ya hukumu. Sasa njia ya kupotea, na hiyo njia ya upotevu ndio iko na wengi sana. Ndio nasikia sio wengi wanitao Bwana Bwana watakaofanya nini? Watakaoingia. Maana wengine wanamwita tu Bwana kwa mdomo, lakini kwa ndani ni waongo. Umemalizia andiko? Ndio. 5 inaendelea kusema, je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni hayo? Safi. Na sasa alizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Kwa hivyo hiyo ndio inazuia mpaka afunuliwe. Labda sasa hii unasikia hivi, ndio injili inaendelea hiyo. Sasa wako hapa malaika wanaandika tu, watu hapo wamefanya nini? Wamesikia. Maana ni kusikia ili iwe ushuhuda. Tulisikia. Endelea na hiyo andiko, malize tufunge. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Safi. Lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Safi. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi. Safi. Ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Safi. Na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Safi. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Twende. Kwa uwezo wote na kwa ishara ya ajabu za uongo. Twende. Na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao waliopotea. Sasa sikiza andiko hapo. Wewe unayepotea ama wewe unayekubaliwa kupotea, kama wale waliuliwa kule Shakahola, wale wengine sijui wapi, wale wanaenda kuuziwa maji na wakina Ezekieli na wakina Nganga na wakina nani, ati maji na vitambaa. Utajua maji mafuta ni nini kwa Biblia.
Sasa yule hukutaka kusikia ukweli ama kuelewa ukweli, sasa sikia andiko inasema nini. Maana hukutaka kufuata ukweli, soma andiko. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, Soma. Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Safi. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uogo. Kwa hivyo ukiona umeenda umeuziwa mafuta, umepewa kitambaa, amenunua mafuta kwa duka, haukukubali kusikia ukweli, maana Biblia iko tu pale. Kile kimeandikwa kwa hiyo Biblia hii ndio iko kwa Biblia ule uko nayo. Sasa ukasoma hiyo Biblia utaelewa Biblia vizuri. Lakini kwa vile wewe unafaa, yani unaamini ununue kiti cha 70,000, ununue kiatu cha 4,000, lakini Biblia ya shilingi 1,500 hauna. Ndio mchungaji akisimama pale mbele akisema maandiko yanasema Mungu akawapaka mafuta, wao sijui Yesu akafanya nini. Hakupei imeandikwa wapi? Maana akikupea kama hapo tunasoma Wathesalonike wa pili 2:3. Sasa si utaandika uende usome, useme kama ni yale hivyo ndio maandiko yanasema. Kama sio hivyo yanasema, utarudi kwako muuliza, ai mtumishi, mbona yale ulikuwa unasema sijaona mahali yameandikwa? Sasa ni vile hautaki. Sasa inasema wale waliokataa nini? Mungu anawazidishia nini? Nguvu wafanye nini? Kupotea. Anakuzidishia nguvu ili uamini uongo, ili upotee, ndio uhukumiwa na shetani pamoja. Sawa. Sasa acha tufikie hapo kwa sababu ya muda. Karibu mtumishi. Asante mtumishi kwa ajili ya neno. Walio wa Mungu wamepata amani.